Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, karibu katika kipindi siku njema ya leo, ikiwa ni Jumapili tulivu na ni Dominika ya 5 ya Kwaresma. Siku hii njema kuna mengi ambayo yanafanyika katika adhimisho la ibada ya misa takatifu, lakini pia mengine huenda tumekushayasikia ni desturi ya kanisa Katoliki. Leo tutakwenda kuyafahamu kwa undani na nikukaribishe sana kwa moyo mkunjufu tukiwa hapa katika nyumba ya malezi ya Mtakatifu Yosefu, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, ambapo basi nyumba hii ya malezi inapatikana Miuji. Nikukaribishe leo tukiwa na mkurugenzi wa miito Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, Padre Paul Sinya. Karibu sana, tuungane sote kwa niaba yake. Mimi ni Rose Mwana James, mjukuu akipeleka. Hii ni Mwangaza FM, lakini usisahau katika kipindi cha watoto wa Mwangaza, mimi ni Auntie Rose, si mbaya ukiniita dada wa upendo. Tuna mengi ya kushirikishana siku hii ya leo, lakini kwa kuanza ninatamani tufahamu Dominika hii ya 5 ya Kwaresma hasa inabeba matukio gani? Padre Paul Sinya atakwenda kutupa undani wa Dominika hii ya 5 ya Kwaresma na matukio kadha wa kadha ambayo tunayashuhudia katika Dominika hii. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ndugu mtangazaji, hongera kwa utume. Asante sana. Nimempa dokezo mtazamaji lakini pia msikilizaji ambaye anatusikiliza kwamba leo tuko hapa kwa lengo hasa la kuzungumzia Dominika ya 5 ya Kwaresma. Ninatamani kwa kuanza tufahamu katika Dominika hii ya 5 ya Kwaresma kuna matukio gani hasa ambayo tunayaona? Basi mpendwa mtangazaji, Dominika hii ya 5 haina matukio mengi sana na ya pekee sana, ila upekee wake ni kwamba baada ya Dominika hii inayofuata basi tunaanza kuingia kipindi ambacho mwishoni kabisa wa kipindi cha Kwaresma, maana yake tunaingia Dominika ya Matawi au Dominika ya Mateso. Kwa hiyo basi Dominika hii kitu cha pekee sana ningeweza kusema, baada ya Dominika hii, baada ya ibada zile za asubuhi na nyingine, basi baada ya hapo kinachofuata ambacho ni cha pekee zaidi ni tendo la kufunika sanamu pamoja na picha na misalaba katika nyumba zetu za ibada. Ndio. Sawa, umetupa dokezo ya kwamba katika Dominika hii kuna kufunikwa kwa misalaba na sanamu katika nyumba zetu za ibada. Ninatamani tufahamu baba, tendo hili linamaanisha nini hasa? Yaani kufunikwa kwa zile sanamu na misalaba kuna maana gani hasa? Basi kitendo hiki, ndugu mtangazaji, naweza nikazungumzia katika nyanja mbili, kimantiki lakini pia kiteolojia. Kufunika misalaba tunapoelekea katika Dominika ya Mateso au Dominika ya Matawi, tunaingia mwishoni wa kipindi hiki cha Kwaresma. Huko tunapoanza kufunika misalaba yetu pamoja na sanamu mbalimbali, lengo kubwa kiteolojia, tunafunika ili tuanze sasa kufanya tafakari kuu katika fumbo zima hili la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe basi hata ukiangalia kuanzia Dominika hiyo, injili nyingi katika wiki hiyo na kuendelea, Yesu anakuwa haonekani hadharani. Ni baada ya hapo, ni kabla ya hapo Yesu anamfufua Lazaro. Baada ya hapo utaona Wayahudi, Mafarisayo, viongozi wengine wa dini wanaanza kumtafuta Yesu. Kumbe Yesu anajificha sasa. Anapojificha maana yake anakuwa haonekani hadharani. Ni matukio madogo madogo sana ndio Yesu anaonekana. Kumbe basi kitendo chake cha Yesu yeye kujificha, yeye Bwana wetu Yesu kujificha. Kumbe basi na sisi kiliturujia tunaanza kufunika sasa hii misalaba, ili basi ibaki tu sehemu chache na misalaba na sanamu, na sehemu chache kabisa ndio tunaacha wazi kwa ajili tu ya kufanya tafakari kuu au tafakari ya kina juu ya fumbo zima la ukombozi wetu, fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sawa, wakati baba unazungumza umesema kuna baadhi vinaachwa ili kutafakari hasa juu ya mafumbo hilo la ukombozi wetu. Wakati pia unazungumza umesema tunafunika misalaba lakini pia na sanamu mbalimbali. Nikitazama vituo vya njia ya msalaba, ninaona kuna picha ambazo zina zile ishara ambazo zinaweza zikatufanya sisi tuingie katika tafakari. Pengine kwa nini na vyenyewe havifunikwi na pengine labda vikafunuliwa kwa siku ambayo vitahitajika kutumika? Kwa tunafunika misalaba pamoja na sanamu na picha. Alafu baadhi tunaviacha. Mfano ni vituo vya njia ya msalaba.
Hivyo tuvifuniki, moja kati ya sababu kwanza ni kwa sababu ya ibada. Ibada ya njia ya msalaba yenyewe tunafanyia wapi? Katika vituo hivyo vyenyewe. Lakini pia kwa kuangalia vile vituo vya msalaba ambao kila kituo kinakuwa kinasema, maana kinatoa tafakari. Sasa Yesu anakwenda mahali fulani, pengine labda kituo cha 3 Yesu anaanguka, kituo cha 7 anaanguka, cha 9 anaanguka. Kwa hiyo vile vituo vinatuwezesha sisi kufanya tafakari. Bwana wetu Yesu Kristo anapoelekea njia ya mateso, njia ya ukombozi wetu sisi, anapitia maeneo gani, njia gani? Basi anapitia hapa na pale. Na mwanzoni hapa nilizungumza maana ya tendo hili la kufunika misalaba. Ukiachana na hiyo namna nyingine ya kiteolojia, tunafunika vile vile sanamu na picha zingine za watakatifu. Kwa nini? Kama Bwana Yesu ambaye ndiye Bwana wetu, kwa maana wengine sema ndio bosi wetu, yeye amejificha. Je, sisi wengine ambao ni watumishi ni akina nani sitoweza kuonekana? Kwa kumbe kimantiki, bosi anapokuwa haonekani, pia hata wafanyakazi haonekani. Kwa ndio maana sasa hizi sanamu za watakatifu na picha nyingine ukichanza Yesu, na pia tunazifunika kabisa ili wao wasionekane. Kwa sababu tunasema huyu ni mtakatifu. Utakatifu umetoa wapi wakati Bwana mkubwa mwenyewe hayupo? Kwa kumbe kimantiki Bwana wetu Yesu Kristo haonekani. Kumbe hata picha zingine zote hizi hazipaswi vile vile kuonekana. Niunganishe pia na hapo muda wa kuzifunua. Muda wa kuzifunua pia unatofautiana kidogo sana. Misalaba itafunuliwa siku ya Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu kwenye ibada inafunuliwa. Lakini hizi zingine bado zinaenda mpaka kesha lile la Pasaka, ambapo katika vijilia mama tunaita Jumamosi Kuu. Hiyo ndio vijilia mama, kwa vijilia nyingine zote katika mwaka wa kiliturujia. Kwa kumbe misalaba itafunguliwa hasa siku ya Ijumaa Kuu ya mateso, lakini hivi vingine vyote havifunuliwi mpaka kesha lile la Pasaka, ambapo vijilia mama, ambapo basi mnafahamu ile ibada. Basi ibada hiyo ambayo usiku wake ule wa mkesha tunaanza mashangilio hayo, ambayo basi humo ndani yake tuna matukio mengi. Kati ya hayo pia tukio la kipekee sana ni wale wakatekumeni sasa, ambao siku hiyo Dominika ya 5 ambayo tunazungumzia wanapata takaso la 3. Dominika ya 4 walipata takaso la 2, na Dominika ya 3 takaso la 1. Kwa hiyo hii Dominika ya 5 wanamalizia takaso la 3. Wakiwa mwishoni kabisa wa maandalizi, alafu siku ya Jumamosi Kuu hawa wakatekumeni sasa wanapata masakramenti, hasa sakramenti za kuwaingiza, sakramenti za awali za kuwaingiza katika Ukristo, ambazo sakramenti hizo ni Ekaristi, kipaimara pamoja na ubatizo ambao ndio ya kwanza kabisa. Hizi tuna sakramenti za mwanzoni. Kwa kumbe namna hiyo ya kufunua na kufunika misalaba zinatofautiana katika mtindo huo. Sawa, umewataja baba wakatekumeni. Ninatamani kwa yule ambaye si Mkatoliki, pengine ameshasikia neno hili likitamkwa sana ama hajawahi kusikia, ndio mara yake ya kwanza. Tunapozungumzia wakatekumeni tunamaanisha nani ama kina nani? Mkatekumeni, neno hili si la kwetu, limetolewa huko katika lugha ya Kigiriki, na likiwa linamaanisha yule anayefundishwa na anafundishwa mafundisho mazito, ambaye mara nyingi anakuwa ni mtu mzima. Anapitia mafundisho ili kufikia hatua fulani. Kwa kumbe haisa anapoanza kufundishwa, kwa mfano sasa kwa kwetu sasa sisi, mtu huyu anaanza kuandaliwa ili baadaye apate ubatizo, apate kuingia katika Ukristo. Sasa kabla ya kuingia katika Ukristo lazima upate mafundisho, na mafundisho haya na awamu. Na katika liturujia basi ninakwambia hawa wakatekumeni wataanza kupokelewa. Kwa mfano hizo hatua za mwanzoni kabisa, kuna hatua kama nyingi hivi. Kwa mfano kuna hatua ya utakaji. Yule mkatekumeni sasa anaenda kujiandikisha kwa katekista, kama sasa anataka kuwa Mkristo, ameshashauriwa huko na kadhalika, basi naye amekubali kuwa Mkristo, anakwenda kujiandikisha. Baada ya hapo kuna hatua nyingine ya wanafunzi. Sasa hatua ya wanafunzi sasa anaanza kufundishwa mafundisho ya awali kabisa, Ukristo na kadhalika. Alafu kuna hatua ya wakatekumeni wenyewe. Sasa hapo anapewa mafundisho ya katekesi. Hiyo katekesi maana yake ajue mafundisho ya kanisa, ajue masakramenti na kadhalika.
alafu baadaye kuna kipindi cha Mkristo mpya, yani anakuwa Mkristo mpya sasa. Maana yake hiki ni kipindi kuanzia Pasaka, baada ya kupewa sasa ubatizo siku ya Jumamosi Kuu, baada ya Pasaka mpaka Pentekoste, kwa maneno mengine tuta Mistagogia. Hapa ni mafundisho sasa ya kanisa na masakramenti ya kuendelea mpaka Pentekoste, maana yake ni mafundisho endelevu. Kwa kumbe huyu mkatekumeni ni yule ambaye anafundishwa kama mwanafunzi, alafu ndani yake kuna hatua mbalimbali. Kwa maneno mengine tunaweza kusema pengine labda ni kama mama kanisa anabeba mimba. Anapobeba mimba, hasa kipindi cha kutunza mimba, kulea, ndipo hapa huyu anafundishwa. Anakuja kuzaliwa sasa mtoto ambaye ndio huyu mkatekumeni sana kwa Mkristo, anapobatizwa maana yake anazaliwa mara ya pili sasa. Kwa kifupi wasanza kusema labda baba, mafundisho haya ambayo anayapata mkatekumeni yanaweza kuchukua muda gani ili kuhakikisha kwamba yote, kwa sababu umesema tayari anapaswa kuwa mtu mzima, na tunafahamu Wakatoliki pia tuna desturi ya kubatiza watoto wakiwa wadogo. Maana yake yule ambaye hakubatizwa wakati wa utoto wake ameshakuwa anapitia mafundisho. Mafundisho hayo ni ya muda gani? Lakini pili, ninatamani kujua baada ya mtu kupokelewa, amekwisha batizwa, kanisa limeweka utaratibu gani kumfuatilia kuhakikisha ya kwamba hatoki katika ile imani ambayo amekwisha ianza? Kipindi cha ukatekumeni kimsingi kabisa inabidi kidumu kuanzia miaka 3. Kwa sababu mafundisho anayopewa ni mafundisho mazito na kwa kina. Kwa maana atapata masakramenti yale ya mwanzoni ya kumuingiza ndani, sakramenti za mwanzo kumuingiza katika Kristo. Sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya Ekaristi, baadaye kipaimara. Hii sakramenti zote zina mafundisho yake msingi. Kwa lazima kiwe kipindi cha muda mrefu. Ndio mara nyingi minimum kwa miaka 3, lakini sasa kutokana na mazingira yetu muda mwingine mtu anaweza kujifunza ndani ya mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu na kadhalika, lakini kimsingi basi waanze kwanza miaka 3 na kuendelea. Na kanisa kama kanisa kuhusu kumweka mtu huyu aendelee na mafundisho pengine asitoke nje, lina taratibu mbalimbali. Ndio basi katika kanisa kuna makundi mbalimbali. Kuna hivi kwamba kwanza vyama alika. Vyama alika na maanisha ni UWAKA, wanaume wa Katoliki, WAWATA, ambao ni wanawake wa Katoliki, kuna VIWAWA vijana, afu kuna watoto. Sasa mtu huyu anakuwa katika makundi gani? Inategemea na umri wake. Kwa kwamba si mtu huyu akishabatizwa, kwa mfano kama tukizungumzia mkatekumeni, pengine labda ni kijana. Kama huyu kijana maana yake anakuwa tayari kwenye VIWAWA. Na katika VIWAWA basi hapa hivi wana mafundisho yao, wana ibada zao, wana kuhusu vijana wao kama ndani ya kanisa wanakuwa na mafundisho yao. Lakini sasa huyu baadaye ataamua ataingia katika wito upi. Either atakuwa mwanandoa au atakuwa padri au atakuwa mtawa, sister na kadhalika. Hukumu kula atakapoelekea vile vile kuna kundi ambalo ataingia. Kama akiingia katika ndoa basi atakuwa ni UWAKA. Akiingia katika akiwa ni mwanamke atakuwa WAWATA. Akiingia katika upadi basi ni wito wa padri, atoka padri na kuhudumia wengine. Lakini pia hapa katikati vile vile kuna vyama mbalimbali. Vyama ambavyo mtu huyu vitamwezesha yeye kukua kiroho. Vyama vingi, mfano kuna Rita Akasha, kuna Moyo Mtakatifu wa Yesu. Hivi vyote vinamsaidia mtu huyu basi wala asiwe mbali sana na kanisa. Pamoja na kwamba hapa kuna gap nyingine tukichukulia watu wanaobatizwa kwa wadogo, baadaye atapata Ekaristi, atabatizwa, atapata Ekaristi, baadaye kipaimara. Hapa katika kuna gap kidogo, lakini viko vyama vya kitume. Ndio. Mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM ambaye unatufuatilia katika kipindi hiki tunapozungumzia Dominika ya 5 ya Kwaresma. Kama ndio kwanza ungana nasi, karibu. Hii ni Mwangaza FM, sauti ya amani na upendo. Mimi ni Aunty Rosie, lakini pia Simba ukiniita dada wa upendo. Karibu tuungane sote. Baba hapa ametoka kuzungumza juu ya takaso la 3 la wakatekumeni ambalo hufanyika katika Dominika ya 5 ya Kwaresma. Kwa msisitizo mkubwa kabisa baba amesema mkatekumeni anapaswa mwenyewe kutoka moyoni mwake apate hilo tamanio la kuwa ndani ya kanisa Katoliki, yani kwenda katika ubatizo atamani yeye mwenyewe. Kumbe basi tunakumbushwa kuhusiana na kiapo kile cha ubatizo kwamba kutoa ni mimi na wala si mwingine. Mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, mara baada ya mapumziko mafupi ni kukaribishe tena katika kipindi Siku Njema ya Leo. Tukiwa hapa katika nyumba ya malezi ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Miyuji, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Mimi ni Aunty Rosie,
si mbaya ukiniita dada wa upendo, lakini katika uhalisia niliitwa Rose mwana wa James Mjukuu akipeleka. Nikukaribisha tena tukiwa naye mkurugenzi wa miito Jimbo Kuu Katoliki Dodoma Padre Paul Sinya, lakini pia ni mkurugenzi wa Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Karibu tuungane sote kwa siku njema leo tunapozungumzia hasa Dominika ya 5 ya Kwaresma. Nilikupa ahadi mara baada ya kufahamu kuhusiana na mkatukumeni ni nani na hasa takaso lake la 3 ama takaso lao la 3 hufanyika kwa namna gani. Padre Paul Sinya hapa ametujuza kwa undani. Nikakuahidi tukirejea tutakuja kufahamu kuhusiana na tendo hili la kufunikwa kwa misalaba, lakini pia kufunikwa kwa sanamu mbalimbali. Baba alitupa nyongeza na picha tusisahau. Lakini katika namna hiyo hatukufahamu kwa undani tendo hili hasa lilianza lini katika kanisa. Padre Paul Sinya atakwenda kutujuza kikanisa hasa historia inatuambia nini kuhusiana na tendo hili. Baba, ninakukaribisha tuendelee kuanzia hapo. Ni lini hasa kanisa liliweka utaratibu wa kufunikwa kwa sanamu, misalaba na picha mbalimbali? Basi mpendo wa mtangazaji, kama nilivyozungumza mwanzoni kuhusu kufunika misalaba, kufunika picha na sanamu, na nikasema kwamba tunafunika Bwana wetu Yesu Kristo haonekani tena hadharani. Na kwa nini haonekani hadharani? Ni Wayahudi walikuwa wanamtafuta ili wamuue na saa yake haijafika. Kwa kumbe basi anakuwa anajificha ficha kama hivyo ili asionekane hadharani, ili tu basi saa yake ikishafika aendelee na utaratibu mwingine. Kwa kumbe basi tendo hili la kufunika misalaba rasmi kwa upande wa Ulaya alianza karne ya 18. Karne ya 18 hapa na 19, lakini halikuibuka tu hivi hivi. Halikuibuka tu hivi hivi. Kwamba Wakristo wa mwanzo walianza kufanya tafakari. Huyu Bwana wetu Yesu Kristo katika tukio zima la ukombozi wetu sisi alipitia wapi na wapi? Sasa anapojificha haonekani. Kumbe basi na sisi kukumbuka tendo hilo na kufanya tafakari, basi tunaanza kufunika hizo picha, misalaba na mingine. Lakini sasa hatuishi tu hapo. Tunafunika na vingine na salamu nyingine, kuanza kufanya tafakari hatua kwa hatua kwamba Yesu yuko hapa, yuko pale. Basi kwa kupitia hivyo ndio maana basi tunaanza kufanya kwa matendo, ishara za nje. Nakumbuka hata wakati tunafundishwa huko shule ya msingi tunafundishwa kwa vitendo kwamba moja hatuishi tu ubaoni unapewa chungwa moja na chungwa lingine wala tuone. Kwa sababu kanisa nao kupitia ishara mbalimbali na vitu kwa linafanya vile kwamba Yesu sasa amejificha, haonekani hadharani. Kwa kumbe basi hata sisi katika picha zetu, sanamu zetu tunamfunika. Fanya tafakari kwamba sasa Yesu sasa kipindiki anatafutwa na Wayahudi wamuue, lakini saa yake haijafika, kwa ndio maana sasa anajificha. Kumbe na sisi tunaficha hivyo. Hiyo ni kimantiki zaidi. Kumbe sasa tukio hili au tendo hili la kufunika lina historia yake. Na kwa upande wa Ulaya kama nasema hapa karne ya 19 na 18 ndipo walianza kufunika misalaba tendo hili. Lakini halikuanzia tu hapo kwamba Wakristo wa mwanzoni walivyoanza kufanya tafakari, walikuwa wanafanya tafakari Bwana wetu Yesu Kristo alipitia wapi mpaka kufika kule Kalvari. Kumbe alipitia hapa, akapitia na matendo gani aliambatana? Wakinana kupo nao. Kwa kumbe wakaanza kufanya tafakari. Kuna muda alianguka, kuna muda Simoni wa Kirene akamsaidia, kuna muda tena akaanguka tena, mara akatokea Veronika akampangusa uso, mara kina mama akamlilia. Kumbe basi hawa Wakristo wa zamani kufanya tafakari hiyo, na huko tukumbe Mwenyezi Mungu ametujalia si hekima na akili na utashi namna ya kumfikia yeye Mwenyezi Mungu. Kumbe basi kumbe ni vizuri kuweka mpango na utaratibu namna gani tufanye tafakari ya fumbo hili la Pasaka. Kumbe basi ikawekwa kwamba sasa tutaweka vituo kule kote ambako Yesu amepita, na hiyo ni mwanzoni kabisa huku karne ya 5 na kadhalika, kwa mwanzoni hata karne ya 2 hapa mpaka ya 3. Hawa kina Mtakatifu Francisco wa Asizi walishaanza huko, Francisco wa Sales pia, na tunaambiwa kadiri historia. Kwa kumbe huku kutengia mwanzoni walishaanza kufanya tafakari hiyo. Kwa sababu haikuwa rasmi, kwa sababu ilianza upande mmoja wa Kristo wakafuata upande mwingine, lakini basi baadaye sasa ikawa kiulimwengu. Sasa vituo vinatambulikana kiulimwengu kuanzia hiyo karne ya 18 na kuendelea. Likaenea sasa kwa ulimwengu mzima. Sasa tunakuwa na njia ya msalaba,
tunakuwa tunafanya pengine kipindi cha Kwaresma, siku za Ijumaa na sehemu zingine seminalini tunafanya mpaka hata Jumanne, kwa hata mara 2 kwa wiki. Kwa ufupi huo naweza kusema nitosha kusema kwamba tukio hili pia lina historia yake kutoka mwanzoni kabisa. Lengo ni kufanya tafakari juu ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati baba anazungumza kuhusiana na kufunika misalaba, picha na sanamu mbalimbali za mama yetu Bikira, sanamu mbalimbali, nilikuwa najiuliza tendo hili linafanyika tu kanisani au hata mimi muamini Mkatoliki nyumbani kwangu pengine nina msalaba wangu, nina sanamu yangu hapo, nina picha za watakatifu mbalimbali, ninaweza kufunika? Na kama ninapaswa au ninaweza kufunika, ninafunika na nini? Yawezekana nimetoka kuzurula na nguo yangu ina majasho, nasema sasa kwa sababu leo tumeshaanza na mimi nikafunike hapo. Utaratibu ukoje hapo hasa? Kimsingi kwanza tunafunika katika nyumba za ibada, kwa maana huko ndo tunakutana waamini kufanya tafakari. Lakini hii tafakari tunayofanya makanisani katika nyumba ya ibada haishi tu kanisani, kwamba nimeshajifunza kitu fulani kuhusu upendo basi tupendana leo kanisani. Nijifunza pengine kupeana amani kanisani, kuwapenda wengine, isiishie tu ndani. Sasa inabidi nikaeneze. Ndio maana padre akwambia hivi, nendeni na amani. Au anasema misa imekwisha, sasa mnatuma kuishi injili. Kwamba kile ambacho mmefundishwa muende sasa mkakieneze kwa wengine huko. Kwa kumbe hata wewe nyumbani vile vile, tuna wengine wana vikanisa ndani ya nyumba zao. Una misalaba, una picha, ili kuendana vile vile na kanisa unaruhusiwa, haikatazwi. Na unafunika zile picha na sanamu na misalaba, lakini unafunika kwa kitambaa cha dhambalau. Sio unakuta kukanga au si ni kitenge au shati, si ni shuka. Ni kitambaa safi kabisa cha dhambalau basi, ambacho kinaakisi au kinasema juu ya kipindi hiki cha Kwaresma. Ni matumaini yangu mtazamaji na wewe msikilizaji unayetufuatilia katika kipindi hiki cha siku ya leo umesikia, lakini pia zaidi sana kwa sababu baba ni mkurugenzi wa mito, ninatumaini watoto vijana wamesikia, lakini pia kwa sababu ni mkurugenzi wa Utoto Mtakatifu watoto wamesikia. Kwa watawakumbusha wazazi kwamba sio kanga, sio shati, sio shuka, sio sweta, sio, yani fuata utaratibu. Kwa sababu kanisa limeweka utaratibu, basi ni vyema pia na wewe nyumbani ukajitahidi kufuata vile vile. Baba alizungumza kwa uzuri kabisa kwamba kama bwana wako amejificha, hivi hiyo nguvu wewe ya kwenda kumuanika unapata wapi? Yani hiyo nguvu ya kuanika watakatifu inatoka wapi? Maana yake tukizingatia hilo tutajitahidi kuendana na kipindi hiki tulichonacho, hasa katika Dominika hii, kuanzia Dominika ya 5 ya Kwaresma. Baba ninatamani tukiwa tunaendelea na kipindi chetu tulielekea ukingoni. Dominika hii ya 5 tumesema inatupa picha ya matukio yanayokuja mbele, kwa sababu baada ya Dominika ya 5 inafuata Dominika ile ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Pengine tukitoka kwenye hii Dominika ya 5 mpaka kufikia kwenye lile Juma Kuu, kwanza matawi, baada ya hapo tunaingia Juma Kuu lile sasa lenye la mateso, tunasema wiki lile ambao kwa hakika kila muamini anapata nafasi, na hapa ndipo hata wale ambao mimi napenda kuwaita madoja wa kanisani, utaona kanisani wanaenda Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu, kesha la Pasaka, ndo tunajazana kanisani mpaka hapatoshi, mpaka kufikia Pasaka yenyewe. Una kipi hasa cha kumwambia muamini kwa hizi siku zilizosalia kuanzia leo Dominika hii ya 5, lakini pia bado wakati anaendelea na kipindi hiki cha Kwaresma? Basi mpendwa mtangazaji, sherehe ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ndio sherehe mama. Hakuna sherehe nyingine kubwa yoyote ile kuzidi hii sherehe. Kwa kumbe ina maandalizi, ndio maana kipindi hiki chote cha maandalizi. Sasa na inatokea mara moja kwa mwaka. Kumbe basi hata si wa Kristo tuweke tabia hasa ya kufanya tafakari kubwa hasa kipindi hiki. Kwa sababu ni kipindi kifupi ambacho kipindi hiki tunapata kutakaswa nyoyo zetu, tunatakatifuzwa. Kwa kumbe ningeomba sana waamini kufanya tafakari ya kina, hasa kushiriki fumbo hili la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, fumbo la Pasaka. Na hasa tunaelekea hizi siku kuu 3 za Pasaka, Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu ambayo inaunganika pamoja na Jumapili. Na kimsingi Kwaresma inaisha siku ya Alhamisi ambapo tunaanza ile misa ya karamu ya Bwana. Pale ndio inaisha Kwaresma. Alafu sasa tunaanza kuingia hizi siku 3 za Pasaka. Kwa kumbe kote siku zote hizi mama kanisa ameweka ili tufanye tafakari. Wapi tumetoka, wapi tupo, wapi tunaenda. Kwa kumbe mpaka kufika Pasaka
Maana tunaamini kabisa muumini wetu ameshafanya tafakari ya kutosha. Afanya tafakari ya kutosha, ameshafanya mazoezi ya kiroho. Tangia mwanzo tumehamasishwa kufunga, kusali, kujinyima, kutoa sadaka, kusoma maandiko matakatifu. Hasa yote kilele chake ni siku hiyo ya Pasaka, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama yeye amefuka, kumbe na sisi wote tunafufuka. Na kufufuka maana yake basi kuelekea utakatifu, ambao kila mmoja wetu ndio wito wa kwanza sisi kuitwa tuwe watakatifu kama Mwenyezi Mungu ambaye ametuka mtakatifu. Na kwa utakatifu, ndugu mpendwa mtangazaji, nitaji maandalizi. Hukurupuki tu kwa mtakatifu, nitaji maandalizi. Fanya maandalizi ya kutosha. Sasa maandalizi ni yapi? Tunaweza kipindi hiki chote hichi ni kipindi cha kufanya maandalizi. Usihangaike na vitu vikubwa sana. Basi umesema maandalizi. Ya kwa mimi ninachofikiria ili kufikia Pasaka, pengine nitahitaji kuvaa vizuri. Si ni maandalizi umesema? Nitahitaji nile kuku, nile chakula kizuri kiasi kwamba ambacho mimi pengine nilikuwa nasema hapa hiki nimekula ugali sana, nimekula mboga za majani sana. Hebu siku hiyo nile kitu cha tofauti. Nikanywe kama nilikuwa kwa hiki kipindi pengine labda nilirudishia tu kidogo, kama ni mlango nimerudishia hivi kwamba kwa sasa hivi hebu nifunge kama sioni, baada ya Kwaresma Pasaka sasa nikanywe mpaka nirudishwe nyumbani na toroli. Maandalizi uliosema ni yapi baba? Basi katika maandalizi haya kilo tunasema tunawasaidia maskini, tunakwenda kuwaona wagonjwa, yule ambaye hana basi tunampatia. Na haya sasa ndio maandalizi ambayo tunapaswa kufanya ili kuelekea utakatifu. Haupasi kuwaza mambo makubwa sana, pengine paka uende Israeli, uende wapi, hapana. Tunafanya mambo madogo madogo. Ndio maana wahenga walisema usihangaike kumkimbiza kipepeo. Wewe cha msingi panda maua yako hapa, atakuja yeye na shoga zake wote. Kwa haya maandalizi, kupanda maua, atakuja kipepeo, huwezi kumkamata kipepeo. Kwa kume maandalizi haya madogo madogo ndio yanatufikisha katika furaha ya kweli, katika utakatifu ule ambao ndio wito wetu wa kwanza sisi wanadamu kuitwa. Na tunapofanya haya matukio ama mazoezi ya kiroho kuwasaidia watu na kadhalika, wengi tunapenda vile vyetu watu watushukuru. Kwa pengine mpaka tuweke katika vyombo vya habari, sasa nimekwenda kutusaidia hapa, nimekwenda kusaidia hapa, nimekwenda kumlisha maskini fulani, ili nikumbukwe ni kwenye historia. Hayo si ya msingi. Ukishamsaidia mtu inatosha. Yaani labda tunavyosema tenda wema ondoka zako. Yaani tenda wema, sawa, kumbukumbu mwachie Mungu. Yeye ndo anajua. Kwa hiyo tenda wema wako, basi mwachie Mwenyezi Mungu, yeye atakujaza. Anajua wapi umepungukiwa, yeye atakuongezea. Dio. Ni kama kusema unapokwenda kufanya lile tendo la ukarimu unamkopesha Mungu. Kabisa dada. Unapomkopesha Mwenyezi Mungu siku zote anakujaza mara 100 zaidi. Ulimpa mtu 5 vinakuja mara 2 zaidi, vinakuja 10 zaidi. Kwa kumbe Mwenyezi Mungu ikimkopesha anafanya makubwa zaidi. Ndio. Msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na we mtazamaji wa Mwangaza Digital, ni matumaini yangu ya kwamba umesikia kile ambacho mkurugenzi wa Utoto Mtakatifu lakini pia mkurugenzi wa Mito Jimbo Kuu Katoliki Dodoma ametupa dokezo. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, Dominika hii ya 5 tunaelekea kufikia Pasaka, maandalizi yako hasa ni yapi? Amekwisha kutueleza hapa kwa undani. Haupaswi kufanya maandalizi yale tunasema kwa ajili kama ya kukomesha, yani unakamia, unafanya maandalizi ya kimwili, unasahau kwamba unapaswa kufanya maandalizi zaidi ya kiroho. Kumbe ni wito kwako na kwangu kutambua thamani ya hiki kipindi ambacho tunacho, kipindi hiki cha Kwaresma. Na tamati ya Kwaresma isiwe sababu ya kusema kwamba tuache kutenda yale matendo mema ambayo tulijitahidi kuyatenda katika kipindi hiki cha Kwaresma. Kumbe bado tuna mengi ya kuendelea kuyafanya, na kama ambavyo waimbaji wengi husema tuna mengi ya kuomba kwake Bwana. Kumbe basi katika hayo yote tunayoomba, tuombe tujaliwe ili na sisi tuwapatie wengine kupitia kwetu wamuone pia Mungu. Nikushukuru kwa kuwa nasi kwa siku njema ya leo. Asante kwa kuchagua pia Mwangaza FM, sauti ya amani na upendo. Nitakuwa lakini sina shukrani wala sitakuwa na fadhila kama nisipokushukuru Baba, hasa kwa mazuri ambayo umetushirikisha siku njema ya leo kuhusiana na Dominika ya 5 ya Kwaresma na matendo yake mbalimbali, lakini pia kwa kuendelea kutushirikisha tone hili la upendo. Ninaomba tena na tena usituchoke tutakapokuomba, wakati mwingine utukaribishe na wakati mwingine ukaribie pia studio kwetu. Asante sana ndugu mtangazaji, kwa kweli ni nafasi nyingine kuinjilisha tu, haitoshi kuinjilisha kanisani. Pia katika mahojiano kama hivi
wengine pengine wanakosa muda kuja kanisani au pengine katika ibada fulani. Basi wakisikia hicho ambacho tunakizungumza pia kupitia vyombo hivi vya habari, basi watu wanajifunza zaidi, basi watu wengi pia wanabadilika. Wanabadilika, basi wanaacha zile njia mbaya, wanazifuata njia mpya. Kwa kumbe basi na mimi pia niwashukuru kwa nyie pia kufunga safari na kujitolea kuinjilisha watu kupitia vyombo hivi vya habari. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Awabariki mpaka kwa jirani atage nyumbani kwenu. Asante sana. Amina. Mungu azidi kutubariki mpaka kuku wa jirani atage nyumbani kwetu, yai litakuwa la kwetu. Sawa, tunashukuru sana baba, tunawashukuru pia komisiona wa seminari walioko hapa katika nyumba hii ya malezi hapa Miuji, nyumba ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, Miuji, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Kwa dhati pia ni mshukuru Demis Victor Michael nyuma ya kamera, ambaye ametufanya mimi Rose James Kipeleka, lakini pia Padre Paul Sinya tuonekane. Wanasema hata ukioga mjini uende, lakini sisi tumefika mjini kupitia channel yetu ya YouTube kwa jina la Mwangaza Digital. Usiache kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, X, bila kusahau mara zote tumeendelea pia kupatikana katika tovuti yetu ya www.radiomwangaza.co.tz. Lakini kule YouTube na kwingineko basi jina ni moja tu, Mwangaza Digital. Nikusihi uendelee kufuatilia vipindi mbalimbali vinavyofuata mpaka wakati mwingine, kimpendeza Mungu tukutane tena. Nakupenda, asante na siku njema.